Unaanza kuhesabu dakika 15. Karibu. Asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutufikisha salama katika viwanja hivi. Lakini kwa bahati mbaya leo mwenzangu Kiboko wa Kristo anaumwa, hajaweza kufika. Kwa hivyo tunamshukuru mchungaji wetu kwa kuweza kutukaribisha salama katika mahadhara huu. Leo mada ya leo inasema kati ya dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo, ipi dini ya Mungu? Hapa kama wewe ni mpagani haufiki, ikiwa wewe ni majusi haufiki, ikiwa wewe ni Budha haufiki. Tunahusika watu wa dini mbili, dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo. Tunataka kufahamu kati ya dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo, ipi dini ya kweli ya Mungu? Sawa? Kwa hivyo mimi nitaanzia hapa. Kabla ya yote tunatakiwa tufahamu nini maana ya dini. Tukisema dini, maana yake ni njia ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Qur'ani inasemaje? 3:99 Qur'ani. Chapa hiyo mwanangu. Qur'ani 3:99. Katika 3 aya yake ya 90, aya yake ya 99. Katika andiko linasema nini? Katika 3:99 ndio kusema ndio nitaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo. Safi. Andiko linasema nini? Enyi mliopewa kitabu, enyi mliopewa kitabu, nini uliza? Kwa nini kitawapa dini? Kwa nini mnawadhia watu na njia, yani dini ya Mwenyezi Mungu? Stop. Kwa hivyo hapo tunapata kufahamu ya kwamba dini maana yake ni njia. Hiyo njia ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu ndiyo dini. Sasa ni njia ipi sahihi ya kuweza kukuelekeza wewe kwa Mwenyezi Mungu? Hapo ndo swali lipo. Qur'ani 6:126 inasema katika Qur'ani 6:126, katika Qur'ani 6:100 aya yake ya 26, mheshimiwa inasema hivi nini? Kama Naam, 3:99 Qur'ani 6:126 inasemaje? Nitaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo. Hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Na hii dini ya Uislamu, njia ya Mola wako, hiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Takbir, Allahu Akbar. Hapa tunapata kufahamu ya kwamba dini ya Kiislamu ndiyo njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyonyooka. Dini ya Kiislamu ni njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka. Sasa baada ya kufahamu hivyo, tuangalie, kwa sababu dini ziko mbili tunazozana. Sasa wale ambao ni Waislamu wanaitwa Waislamu, wanafuata dini ya Kiislamu, na wale ambao ni Wakristo wanaitwa Wakristo wakifuata dini inayoitwa Ukristo. Mwenyezi Mungu anasemaje? 64:2 Qur'an nasemaje? Katika 64 aya yake ya 2 inaendelea kusema, inasomeka hivi nini? Andiko
anasema yeye aliyekuumbeni, yeye ndiye aliyekuumbeni nyinyi nyote, na kuna wengine wenu ni makafiri, na wengine wenu ni Waislamu. Kwa hivyo wewe kama wewe sio Muislamu, wewe utabaki kuwa kafiri, kwa maana Allah ameumba watu wa sampuli mbili. Ameumba Waislamu kisha akaumba makafiri. Wale ambao ni Waislamu wanafuata dini inayoitwa Uislamu. Wale ambao sio Waislamu wao watabaki kuwa makafiri. Sasa kwa kuweza kufafanua vizuri hii dini ya Uislamu kaja nayo nani? Qur'ani 2:213 chapa hiyo. Katika Qur'ani 2:213 nasemaje? 2:13 naendelea kusema hivi, nini? Watu wote walikuwa wa dini moja ya haki iliyokuja nayo nani? Nabii Adam. Kwa hivyo Nabii Adam alikuja na dini ya haki. Hiyo dini ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam ni dini ipi? Qur'ani 3:19. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni ipi? Ni Uislamu. Rudia tena, bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Haya, tumeshapata kufahamu ya kwamba dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa mchungaji atakapokuja hapa, kwanza anitolee andiko kwenye Biblia, Ukristo ni nini? Swali la kwanza. Swali la pili ninalomuuliza, nataka aje anitolee andiko, Mungu mwenyewe aseme Ukristo ni dini yangu. Alafu swali la tatu ninalouliza, aje anitolee andiko, Adamu alikuwa ni Mkristo. Akinitolea hilo andiko, mimi leo atanibatiza. Kwa hivyo tukiendelea, Adamu hii dini ya Uislamu kaitoa wapi? 30 Qur'ani. Katika 30 Qur'ani nasemaje?